Rwanda iliwalipa Arsenal bilioni 107 sawasawa na dola milioni 40 ili watangaze utalii wao kwenye jezi za Arsenal, na sio jezi nzima, kwenye mikono tu, kwa muda wa miaka 4. Hiyo ilianza 2018. Sasa wameongeza dau kutoka shilingi bilioni 26 kwa mwaka hadi bilioni 37 kwa mwaka 2025 hadi 2028. Dhumuni la mkataba huu na Arsenal ni ili kuvutia wasafiri wa Uingereza, lakini pia mashabiki wa Arsenal dunia nzima. Hawakusimama hapo, wakaenda Ufaransa wakisaini mkataba na PSG wa dola milioni 12 kwa mwaka sawasawa na bilioni 32 shilingi za Kitanzania, ili tu wachezaji wavae Visit Rwanda kwenye jezi za mazoezi. Narudia, jezi za mazoezi, sio jezi za mechi. Uwekezaji ulifanyika pia kwenye matamasha ya utalii, matangazo ya mitandaoni na PR ya kufa mtu. Swali letu ni, je, utalii ulikuwa baada ya hapo? Rwanda ilivunja rekodi 2023 kwa kuingiza kipato cha dola milioni 620 sawa na trilioni 1.6, tofauti na 2019 ambapo walipata trilioni 1.3, ongezeko la 24%. Nukuu kutoka Rwanda Development Board inasema ilirudisha hela yote iliyowekeza kwenye Arsenal, PSG na Bayern Munich ndani ya mwaka mmoja. Sasa tukiangalia, wachambuzi huru wanasema walipata dola milioni 6 in media value. Inamaanisha nini? Thamani ya kuonekana kwenye vyombo vya habari, ikiashiria faida itayorudi. Lakini haikuishia hapo. Hadi watalii waliokuwa wanakuja Rwanda kwa mwaka 2023 walifikia milioni 1.4. Kingine ni mabadiliko ya mtazamo wa Rwanda. Tafiti ya mashabiki wa Arsenal ilisema 71% ya mashabiki walikuwa wafikiri Rwanda kama sehemu ya kusafiri. Lakini baada ya mwaka mmoja wa Visit Rwanda na Arsenal, 50% walitaka kusafiri na kwenda Rwanda kama sehemu yao ya kwenda kustarehe. Basi baada ya hapo, Rwanda ikawa inaonekana kama sehemu nzuri ya kuwekeza, sehemu ambayo ni salama, safi. Taasisi kama World Bank ikisema Rwanda ni sehemu nzuri ya kufanya biashara, World Travel and Tourism Council wakisema Rwanda ni sehemu nzuri ya kusafiri. Hii mikataba na timu hizi za mpira ilikuwa ni kama kuanzisha maongezi, alafu biashara zingine zifate, kwani haikuishia tu kwenye michezo, ilionekana sehemu zingine. Lakini hakuna zuri ambalo halina dosari. Wachambuzi wengi walikosoa wakisema nchi maskini kama Rwanda kuwalipa Arsenal shilingi bilioni 107 wakati kuna moto za maendeleo na miundombinu mingine ni kosa kubwa sana. Uwekezaji wa muda mrefu au tutatue matatizo ya sasa? Hili swali nchi nyingi za Afrika hukutana nalo. Kingine, safari za bei ghali kama Gorilla Trekking zilipewa kipaumbele, kupotezea soko la watalii wa kipato cha chini, na pia kusaulika kwa vivutio vingine kwa sababu focus ilikuwa kwenye Silverback Gorilla Trekking. Lakini watu wengine walikosoa kuhusiana na kushirikishwa kwa Rwanda kwenye vita inayoendelea Congo DRC, na pia iliathiri Visit Rwanda. Au kosoleo lingine lilikuwa ni kwenye swala zima la watu wengi wakilalamikia kwamba wanabidi wapande ndege nyingi ili waweze kufika Rwanda, kwani hamna direct flights. Serikali ya Rwanda haikuchukua muda na kuanza kufanyia kazi haya matatizo, ikiwemo na kuongeza ukubwa wa airport ya Rwanda. Pia uwekezaji mkubwa ulifanyika kwenye Air Rwanda na Kigali Convention Center, ambavyo vilisaidia kuvutia mikutano ya kimataifa na utalii kwa ujumla. Sasa swali ni kwamba Tanzania na East Africa kwa ujumla tuna nini cha kujifunza kutoka kwa ndugu zetu kutoka Rwanda? Chapa moja ya kutambulisha Tanzania au nchi husika kama Visit Rwanda. Tanzania tumeshakuwa na chapa zetu kama Tanzania Unforgettable. Haitakiwi kuishia hapo tu. Uwekezaji wa makusudi kwenye masoko makubwa kama timu za mpira ambazo ni mabilioni ya watu wanaangalia mpira, tukiweza kutengeneza mahusiano mazuri ya kimkakati na maendeleo na timu hizi za mpira, inaweza ikatupa nafasi ya kuonekana kwenye the world stage, kwa sababu everybody is watching football. Lakini sio hapo tu. Ushirikiano kati ya serikali, wawekezaji na hata watu wa huduma kama tour guides
watu tunabidi tuimbe jimbo moja, we are ambassadors. Tunatakiwa tuhakikishe kwamba wote tuna support campaign ya Tanzania Unforgettable au Visit Tanzania, kama Visit Rwanda ilivyokuwa inapewa kipaumbele na ikiimbwa na kila mtu, hadi yule mama anayeuza mboga anatakiwa na yeye hawe anaelewa kitu gani kinafanyika on a global scale. Sasa kama tukipiga matangazo na ramli kubwa lakini hatujawekeza kwenye miundombinu, hawa watalii ambao watakuja wataenda kutuongelea vibaya, wakilalamikia ubovu wa barabara zetu na miundombinu tofauti. Kwa ni muhimu kabla ya kuanza kupiga haya makelele na hizi ramli, tuhakikishe, je, tumejipanga kwenye swala zima la miundombinu? Je, hoteli ziko za kutosha? Je, magaidi wametrainiwa vizuri? Hilo ni swali la muhimu tukiwa tunataka kufanya kampeni kama hizi. Lakini wachambuzi hawakuishia hapo, wakiongelea umuhimu wa takwimu. We have to research data. Ni nchi gani zinazopenda kuja Tanzania na namna gani ambazo tunaweza kufikia wateja zetu kwenye hizo nchi? Ukiangalia nchi ambazo zinapenda sana kusafiri kuja Tanzania ni kama Marekani, Ujerumani, Ufaransa, Uchina sasa hivi karibuni, lakini pia bila kusahau Hispaniola, Ubelgiji na nchi zingine. Sasa kama tumeshaelewa hizi ndo nchi ambazo watalii wengi wanatokea huko, namna gani tunaonekana kwa ndugu zao, kwenye redio zao, kwenye TV zao, kwenye michezo yao? Sio lazima Visit Tanzania iwepo kwenye timu za mpira za Uingereza, lakini sisi tunaweza tukaiba soko la Marekani. Marekani wana ligi ya mpira, Marekani wana ligi za basketball, Marekani wana ligi za American football. Kuwepo pale Visit Tanzania inaweza ikasaidia. Kama Marekani ni soko letu kubwa, basi tuangalieni namna gani tunaweza kuonekana kwa wateja wetu kwenye vile vitu ambavyo wanapenda. Tutangaze CNN, tutangaze BBC, tutangaze ESPN, tutangaze sehemu zote hizi ambazo watu wanaangalia. Tukihitimisha, Rwanda wamefaulu kwenye kujitangaza, hilo huwezi kunibishia, lakini pia wamejipanga kwenye miundombinu. Kwa hiyo hilo pia tusisahau. Ushirika wenye manufaa, sio unakuwa na watu ambao wanakunyonya lakini wewe upate chochote kutoka kwao. Basi asante kwa kutizama, na kama umependa video hii basi utaenjoy hiyo video hapo pembeni iliyojitokeza. Thank you for watching. Make sure you like and subscribe and share. This is the Safari Podcast. Na leo tulikuwa tunaangalia safari ya Visit Rwanda.